Simama. Fumbua macho yako. Unisikilize mimi kwa makini sana. Naomba vyombo vyote vitulie, kila mtu anisikilize mimi kwa makini sana. Kwenye kitabu cha Warumi inasema hivi: kwa maana viumbe vya asili viliwekwa chini ya ubatili, kwa sababu vinatarajia kwa shauku kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Sikiliza vizuri sana. Udongo hauwezi kuitwa mwana wa Mungu, kwa sababu udongo unazaa udongo. Kila kilichozaliwa na mwili ni mwili, kila kilichozaliwa na roho ni roho. Kwa hiyo dongo hili haliitwi mwana wa Mungu, kwa sababu Mungu sio udongo. Umenisikia? Mungu sio udongo, unazaa udongo. Kwa hiyo anayeitwa mwana wa Mungu ni yule mtu wa ndani, kwa sababu yule mtu wa ndani ni roho. Kilichozaliwa na roho ni roho. Yohana sura ya 4 mstari wa 24, Mungu ni roho. Huyu roho ikitokea amezaa, anazaa roho. Kwa hiyo kinachoitwa mwana wa Mungu ni yule mtu wa ndani ambaye ni wewe. Tunaposema viumbe vya asili vinasubiri kwa hamu kudhihirishwa kwa wana wa Mungu, movement ya mwisho duniani itakaomng'oa shetani meno yote ni watu kutembea kwenye maarifa ya wana wa Mungu. Hiyo ndio itakuwa last movement. Movement ya mwisho sio apostolic, kwamba mitume na manabii. Movement ya mwisho ambayo viumbe vya asili, simba anasubiri wana wa Mungu wamwambie usile mtu huyu, kwa sababu simba ametishwa kwenye ubatili wa kula watu. Si yeye mwenyewe, anasubiri wana wa Mungu wamwambie acha. Kwa hiyo movement ya mwisho ni ya wana wa Mungu. Wana wa Mungu ni kujijua wewe ni mtu wa pili aliyetoka mbinguni, na ukizungumza ujue anazungumza mtu wa pili ambaye ndio mwana wa Mungu, ambaye ni Mungu na yuko juu ya yote. Kwa hiyo utakapojijua, kudhihirishwa kwa wana wa Mungu sio kwamba hawapo. Wapo, ila wamefunikwa, hawajijui kwamba wao ni wana wa Mungu. Miaka nenda rudi tunajijua sisi ni binadamu, matope, mavumbi. Leo nataka uhame pale. Nataka udhihirike kama mwana wa Mungu kwenye usemi wako. Ndio kunaitwa kudhihirika kwa wana wa Mungu, ambako viumbe vya asili vinasubiri. Naamuru kuanzia sasa, dhihirika kama mwana wa Mungu kwa jina la Yesu. Unapokuwa unazungumza, tunza akilini, mwana wa Mungu anazungumza, mtu wa pili anazungumza, mtu wa mbinguni anazungumza, jasusi la mbinguni anazungumza. Jiwe lililochongwa juu ya mlima bila kazi ya wanadamu linataka kupiga ile sanamu itawanyike kwa jina la Yesu. Weka mkono wa kifuani, mkono wa kulia. Sema mimi sio mwili. Mimi sio udongo. Mimi sio mavumbi. Mimi ni mtu wa mbinguni. Ni roho yenye kuhuisha. Kama alivyo Yesu, ndivyo nilivyo mimi. Mimi ni mwana wa Mungu, nimezaliwa na roho, na mimi ni roho. Mimi ni mtu wa ndani, nimebebwa na mtu wa nje, na mimi siwezi kufa, siwezi kuuliwa kwa risasi, kwa sumu, kwa nondo, kwa panga au kwa chochote. Maana hayupo auaye roho isipokuwa Baba wa mbinguni. Kuanzia leo simwogopi yeye auaye mwili peke yake. Simwogopi. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni roho yenye kuhuisha. Mimi ni mtu wa mbinguni. Mimi asili yangu ni mbinguni. Nikizungumza jambo limeshakuwa. Nikisema imeshakuwa. Nikisema imeshakuwa. Nikisema imeshakuwa. 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 Sema mimi nikizungumza kwa lugha, ninazungumza na makao makuu
ya nilikotokea. Nikinena kwa lugha, ninazungumza na boss aliyenituma. Nikinena kwa lugha, nimekata rufaa makao makuu. Mimi ni jasusi la mbinguni, ni mtu wa mbinguni, ni mwana wa Mungu. 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 Ninaamuru, inua mikono yako juu. Akili ya asili yako, akili ya asili yako, asili ya mtu wa kwanza ambaye ni dunia na udongo imekufunika sana mpaka asili yako haionekani. Ninaamuru leo izuke asili ndani, izuke asili ndani, imfunike mtu wa nje. Sikiza maneno haya, anasema Mtume Paulo, anasema sheria ya mwili ni mauti, ni dhambi na mauti, lakini sheria ya rohoni ni uzima. Sheria mbili zinapingana. Sheria ya mtu wa ndani ni uzima na amani, sheria ya mtu wa nje ni dhambi na mauti, na mtakalo mwashindwa. Sasa ninaagiza kuanzia leo, naifisha asili ya kale. Mtu wa nje namfisha, akili ya nje naifisha, mipango ya nje naifisha, tafakuri za nje nazifisha. Kuanzia leo nalazimisha kiu. Ninaamsha roho yako, naamsha roho yako. Imeandikwa, ndipo Mungu akaamsha roho ya watu wa uhamishoni ili wajenge nyumba ya Bwana. Naamsha roho yako, naamsha mtu wa ndani, naamsha mtu wa ndani, naamsha mtu wa ndani. Amka, 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 amka. Mtu wa ndani aliyefunikwa na tamaa za mwili, mtu wa ndani aliyefunikwa na udongo, mtu wa ndani aliyefunikwa na tamaa za mwili, nafisha mtu wa nje. Naamuru mtu wa ndani waanze kuzuka, kiu ya ndani, kiu ya ndani, kiu ya kuomba, kiu ya kufunga, kiu ya kusoma neno, kiu ya utakatifu, kiu ya kumtafuta Bwana, kiu ya kuimba, kiu ya kutoa, kiu ya kuishi kwa ajili ya Bwana. Naamuru kiu ianze, kiu ianze, kiu ianze, kiu ya ndani, kiu ya kulia kwa ajili ya Bwana, kiu ya kufunga, kiu ya kunena, kiu ya kumtolea Bwana, kiu ya kusema kwa niaba ya Bwana. Hebu anza kuomba sasa. Wasiana makao makuu ya mbinguni. Rabaka pase tete mama 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 ria mama 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 sapa ria baba 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 maria mama 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 hiyo kopo saba mama hibo baba hibo ya makapara mashatara baba ye makapa ya makapa shata ria makapa shama ye makapara baba ye makapa ya mashanda kapa ya rado ya na mashata ya makapa shata ya nakapa ye makapara baba ria baba baba ya baba ye maha ye kapa ya ramashata ya nakapa shata ya nakapa shata ye makapa rado ramasata ya mashama mama ye maha ya kapa ya dosata ya mashata ya nakapa shata ya baba ya baba ye moho ye mashanda kapa ya nakapa shata ya ramashata ya makapa ramashata ya nakapa shata ye mahanda ye nakapa shata ya kapa shata nazuka ye maha ya karamasata ya kapa shata ya nakapa ye makapa mama natutuka ya maha ya nakapa shata naka ye makapa ye ramasana kapa ya ramashana kapa ya tokapa ye makapa ye ramashana mama ramashana ye kapa ramama ye kapa ya mama sata ya nakapa radosata ya mashama mama ya sata ya kapa shata na mashata utuwaka ya yada ya ramashana mama ya nakapa radosata ya makapa ya radokapa shata ya nakapa shata aratakapa ya nakapa shata ya takapa ya waka ya nakapa shata inuka ya kapa shata ya makapa mama ya ramama sata ya nakapa ramasama ya mashana ya rasana nakapa ya dosata ya mama ya rasata ya kapa ya nakapa na inuka ya kapa shata ya makapa ya nakapa shata ya ramama sata ya kapa zuka inuka ya makapa shata ya ramashata ya nakapa
itutumue yamakapa yamama amasha yamama asua matenga dunia yanokapa shata yamakapa yana shata mama sata imakapa yana Natutoka, naendelea katika nchi, naendelea kwenda ulimwengu,
inuka leo. Kwenye ulimwengu wako ya mama ya ndokoposhata kwenye kusudi lako kwenye kusudi la utawala ya kaposhata ya ndokoposhata ya kaposhata ya kapana mama ya kaposhata inuka kwenye ulimwengu wako ya mama nazuka natutuka na mzisha mwili na eneo ulimwengu wa biashara na eneo ulimwengu wa siasa na eneo ulimwengu ya manosa imakapo ya nosa imakapashata ya ranalesate imakapasha nosa ya makapashata umiliki ulimwengu wako alainuka ya mama yakaposhata yandokoposhata imakapaya nosa yama ikapa yaramamashata inuka shujaa yamakapa uliotuma toka mbinguni watanga manakono inuka utikisa ulimwengu inuka utikisa dunia inuka ulimwengu kujue yandora mama nosa wamjua ya kutuma yakapa ya mama inuka gusa dunia inuka gusa utawala inuka enea ya mama sete ya ndokoposhata kama mwana wa Mungu kama mtu aliyetoka mbinguni kama roho iliyotoka mbinguni kama Mungu katika nchi ya makapa na ufisha mwili na enea sasa na tutumka na amka ya mama sete itikisa inuka ya mama yete na mosata ya ndokoposhata ya makaposhata ya kopona mama ya mashata ya ndokoposhata ya makapana mama yakapashata yaramamamasate inuka na ulimwengu wako inuka enda mataifa kwa biashara yako enda mataifa kwa unabii wako enda dunia kwa uimbaji wako enda ulimwengu wakuhubiri Shata, yakaposhata, yandoko